Imetoa maazimio 6 kwa Tanzania kuelekea uchaguzi mwaka 2025 wakitaka haki itendeke kwenye kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Sasa wanataka haki gani itendeke? Waache mahakama ndio yenye uwezo wa kutafasiri haki. Sawa? Waache kwa sababu hao bunge la Ulaya kuna sehemu nao wamechomekea na Chadema waelewe. Azimio lingine, maazimio mengine ambayo Umoja wa Ulaya ni pamoja na nchi kulinda haki za makundi mbalimbali wakiwemo watu wa mapenzi ya jinsia moja, yani mashoga. Sawa? Naomba nikusomee. Nisije wakasema Tanzania. Na tutawaambia ni katika azimio hilo wametaka kesi ya Lissu kuendeshwa kwa uwazi. Mahakama ilisema hivi, tunataka kesi ya Lissu iendeshwe kwa uwazi kwa mitandao. Lissu akasema sitaki, nataka nije mahakamani isiwe ya uwazi. Hivi umeelewa? Hawa Ulaya pamoja na mambo mengine wameandikia, ndio maana kwambia wameandikia barua ya uongo. Kuna sehemu anasema mamlaka ya Tanzania kulinda uhuru wa kisiasa, usalama wa mwandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu, ndio haya wanazungumza kuhusu ile lazima ufuate kibali, na wanaharakati wanaotetea ushoga, lakini pia Chadema iruhusiwe kushiriki uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Sio, naelewa? Wanaruhusiwa vipi wakati wao wenyewe ndio wameacha kwenda kusaini kanuni? Nirudia. Katika azimio wanataka kesi ya Lissu kuendeshwa kwa uwazi. Chadema wamekataa uwazi. Lissu mwenyewe amekataa. Asema hataki kuendesha kesi mitandaoni, hataki uwazi. Lakini la pili, wanasema mamlaka ya Tanzania kulinda uhuru wa kisiasa, usalama waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati wanaotetea ushoga ambao ni wakina Maria Sarungi hao, lakini pia Chadema iruhusiwe kushiriki uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Imekatazwa. Nani amekataza Chadema kushiriki uchaguzi mkuu? La kwanza hilo. Waliwaita kwenye maadili kusaini ili washiriki uchaguzi mkuu. Wakaja no reform, no election. Niwaulize hao Umoja wa Ulaya. Ubelgiji inaongozwa na mfalme uko mmoja. Hiyo Ubelgiji hiyo. Niambieni, mfalme kuna muda anapingwa na nchi ya Ubelgiji. Kwa nini msikemee Ubelgiji hapo ambapo ni makao makuu yenu? Lakini vile vile Uingereza inaongozwa na mfalme, moja ya nchi za Ulaya kubwa ambayo inachangia mapato makubwa ya Ulaya kwenye euro ile. Ni Uingereza, inaongozwa na mfalme. Juzi kama umeona dunia nzima imeshuhudia, na huwa nawaambia, tunawaambia hapa. Mmeangalia kansela wa Ujerumani, kansela wa Ujerumani. Ndugu yangu, wenzetu wanachagua kansela kirahisi tu. Hamna majority vote. Amechaguliwa na kula 300. Maana kule ukifika kula 316 ndio unachaguliwa kuwa kansela. Kwa hiyo juzi jamaa huyu bana Robert amepata kula 300, amepata kula 315. Uchaguzi ukashirikana, wakaenda kwenye duru la pili, ndio amepata kula 325. Maana ukipata kula 316 maana ni kula ni 630. Maana yake ni 315. Sasa yeye amepata kula 325, maana yake amevuka. Ndio wanasema ndio kansela wa Ujerumani unpopular. Wameandika wenyewe Wajerumani. Yaani after Angela Merkel alikuja Scholz. Scholz ameondolewa. Umeona ameondolewa kihuni. Aliondolewa Scholz, amekuja huyu mpya. Ndio unpopular kansela wa Ujerumani ambaye ndio kiongozi ambaye amepitishwa na watu 325. Ndio wamechagua. Wenzetu, unajua wenzetu bwana niwaambie. Sisi ndio tunahangaika na hayo uchaguzi. Afu wanatusumbua. Lakini Ujerumani, Uingereza ni akifariki mfalme anaingia ndugu yake. Amemaliza kazi. Anakuja kuchaguliwa ni waziri mkuu ambaye anaondolewa muda wote. Mfalme akiita 10 Downing Street pale, anamuondoa sekunde moja. Lakini ukiangalia nchi kama Ujerumani, kansela ambaye ni kiongozi mkuu wa nchi anachaguliwa na watu 16 ambaye juzi amechaguliwa na watu 325. Lakini ukiangalia Ulaya nyingine, hiyo Ubelgiji inaongozwa na